Habari zenu. Nimeona nifanye analysis fupi ya Euro USD. Hii ni USD na hapa tupo kwenye time frame ya daily. Kwa maana kila candle hapa inashikilia siku nzima. Sasa kitu cha msingi bila kuingia deep zaidi kwenye anatomy ya candle au market nature, tuna trend juu au wapi, ni point moja ambayo nataka tuangalie, inaitwa multi time frame analysis. Multi time frame analysis ni ile process ya kuchambua market kutumia time frame kubwa, na hapa hii ni time frame ya 12 months ambayo nikibadilisha server, tubadilishe server twende FXTM. Tukiweka FXTM tayari tunaona kwamba katika hii server, nitatoa tu hizi drawings. Katika hii server ni kwamba market ilienda, inatoka juu ikaja chini, ikaja hapa, ikaja ikatengeneza high na sasa hivi iko hapa, na safari yetu ni kubuy. Kwa maana tukiangalia POI zetu kwamba kuna hii order block ya 12 month ya mwaka mzima, kendo ya mwaka mzima 2001 ndio nimetest hapa. Huu ni mwaka, kiangalia hapa chini hapa, mwaka 2001 Januari ndio kulikuwa kuna fair value gap na order block, price nimetest hapo. Tunatarajia price ije list ije kwenye highs za huku juu kama nilivyochora, yes, za huku juu. Kwa hii ni time frame na multi time frame analysis, kwa maana sio kwamba utatrade kwenye time frame ya miezi 12 au utatrade kwenye time frame ya miezi 6. Hapana. Ukishapata ile picha kamili, kwa mfano ukishapata kwamba hapa najua ni bullish, hapa nimerudi miezi 6. Ukishapata at least unajua okay, katika miezi 6 price ilikuwa ina trend kuja chini, potential kama ina swing, ninajaribu kutafuta buy setup kulingana na nature ya time frame. Sio kwamba miezi 6 umepata hii picha then unarudi kwenye 15 minutes unatafuta entry yako, bado utapigwa. Kwa hiyo kikubwa au kitu cha msingi katika multi time frame analysis ni kujua upo katika sehemu gani ya market ya soko. Kwa hiyo soko liko vile vile miaka hiyo, unaona 2086, wengine hapa mimi ndo nimezaliwa huo mwaka huo 85. Kwa hiyo wengine hapa hawajazaliwa, lakini market ilikuwa inaendelea, inaonyesha bado data. Kwa hiyo tukianza sasa kushuka, nataka tupate ka movement kadogo tu ambako katatupatia mwanga kidogo ya nature market. Tunaona sasa kwenye 3 months price imeanza ku retrace. Kumbuka ime break huku juu. Hii ni navyo mark hizi ni external structure. Nadhani kuna video niliwahi kutuma za market structure mapping za jamani Photon. Anaelezea internal structure na external structure. Kwa hiyo external structure ndio zinatupa picha, hizi zingine katikati ni noise. Kwa hiyo mpaka sasa hivi market inavyoshuka hapa, hatuko bearish, bado tuko bullish. Tutakuwa bearish kama market ikiclose hapa. Kwa market ikiclose hapa ndio tunajua kabisa hii itakuwa protected level, ndio tunaanza sasa kushuka. Kwa maana hivi na nasema hivi, market imetengeneza haya hapa, bado tuko bullish, kwa maana tumeretest, bado tunaweza kuendelea kwenda juu. Lakini kama market inge close chini hapa, tumeshift, tumefanya reversal, change of character kwenye 3 months, ni kwamba tutarespect level ya blue huku na tutaendelea kushuka chini. Hii ni change of character. Kwa hiyo hii movement yote haiashiri kwamba tuko bearish, ni kwamba tuko bullish. Tatizo ambalo wengi tunalifanya ni kwamba katika hii movement yote unashindwa kujua upo kwenye phase ipi ya market,
Kwa hiyo unakuta mtu sasa unajaribu kwa mfano unajaribu kusell hapo, unashindwa, unajaribu kusell hapo, unajaribu kusell hapo, kumbe huku imeshamaliza kazi yake. Inaitwa efficiency over pullback. Inaweza kazi yake, wewe unajaribu kusell, unashangaa price inaendelea kubaya. Sasa bila kupoteza muda nita shift to time frame ndogo ndogo ili tuanze sasa kupata picha kamili. Sasa kwenye time frame ya monthly tunaona kuna external structure ya chini. Tunachofanya tunaangalia hivi, hii level kutoka level hii mpaka hapa, tuna mark kutoka hapa mpaka juu hapa. Tunaangalia sehemu ya chini kabisa kwenye hii box ni nini. Sehemu ya chini kabisa ni hii hapa, ambayo tunaweka kwenye body na hii mark kama break structure yetu hiyo. Na tukienda kwa mfumo huo ni kwamba hii ndio external structure, kwa maana sasa nikitoka hapa nikamark hapa mpaka sehemu hiyo break, kisha nikavuta juu, sehemu ya juu kwenye hili box ni wapi? Sio hapa, ni hapa, ni hapa. Kwa hii level inatakiwa hiyo respected, kwa maana price bado inaweza ikaja mpaka hapa iendelea kusell, ndio maana yake. Ngoja naweza nikaweka ray line hapa hivyo. Naweza nikaweka monthly structure level. Kwa hii level price bado inaweza kasi. Sasa mara nyingi bado mtu unakuja hapo ina break hapo, unataka kubuy tu, kumbe ngoma bado inajaribu kutafuta sell. Kwa hiyo ni kujua upo katika upande upi wa market. Sitaki video iwe ndefu sana, nataka tu shift mpaka tuone tulipataje hizi entry. Kwa hiyo nikija kwenye weekly, sasa tunaanza sasa kuzoom in sasa kwenye, tunakumbuka ile kubwa yetu ni huko, inaweza kuwa target kama tunapata buy. Kwa nikizoom hapa kwenye weekly, kuna hii range, ambayo juu yake the highest point ilikuwa ni hapa, ambayo ni internal structure, lakini pia chini yake kabisa ni hapa, ambayo na yenyewe ni internal structure, naipa jina tu internal structure. Kwa hiyo hizi zote ni internal breaks of structure. Kwa hiyo niziweke hivi, natoa hii. Kwa hiyo tayari hapa tumeelewa nini kinaendelea. Ni kwamba sasa tumezoom, tupo kwenye weekly. Price imefanya impulse moja kali sana, ikatupatia internal break of structure. Kwa hiyo baada ya hii impact ni kwamba tunatarajia price irudi chini at least kwenye haya maeneo, sababu kuna demand zone maeneo haya. Sio kwamba natumia demand zone, hapana. Natoa tu zile basic knowledge ambayo kila mtu tunaelewa. Ili sasa hiyo demand zone labda sasa maana price sasa inaweza kaenda hivyo. Natoa tu mfano. Ikija daily, shift sasa daily. Kumbuka hii tumepata break of structure. Peleke mbele kidogo. Kumbuka tumepata break of structure hapo. Siku zote kama tuna break of structure, tunajua kuna pullback ambayo itatokea. Sasa tunaanza kuzoom sasa kwenye internal structure. Kumbuka tumetoka kwenye 12 month. Highest level yetu ni hii hapa. Hii hapa, na yenyewe nitaipatia jina ya internal break of structure. Maanake hii imeshift kwenda juu. Tumepata break kwenda juu. Sasa tunatafuta reversal. Kumbuka tumeshapata break. Tunatafuta sasa zile internal, ambazo sasa zile internal structure ndio hizi hapa. Hizi hapa and what not. Sasa ile ya mwisho kabisa,
ile internal structure ya mwisho ni hii hapa, ambayo mimi napenda kuiita internal reversal breakout structure. Ninaipa tu hilo jina IRBOS. IRBOS ni jina yangu tu, sio lazima uweke mtu. Wewe ukitaka unaita George wewe mwenyewe utakavyoona. Sasa the moment hii imechange, kumbuka ni daily hii, hata sio awali, hii ni daily. Ninajua kabisa hii level iko respected, tutaki tupate closure hapa. Sasa nini sasa kinafuata ili ni take advantage kupata hizi sales? Kinachofuata ni kwamba ninaangalia sasa pattern zangu. Katika pattern zangu kuna hii level mimi naiamini kama internal structure, lakini nikizoom sasa, naomba tu niweke kwa sababu ya muda, niweke kuna invalidation hapo, itaonekana katika hiyo internal structure. Kuna hii hapo invalidation ya H4 ambayo sasa, kumbuka hii ni counter trend. Kumbuka bado tuko kwenye bullish, lakini invalidation. Sasa hii invalidation yangu nilikuwa nitategemea price ije hapa nipate sell yangu, pate zangu percent zangu 10. Price haikufikiwa hapo. Kwa hiyo kilichofanyika ni nini? Kumbuka hii ni counter. Price hakuja kufikiwa toka in the future. Price ikaja ikatupatia break nyingine. Hii sasa nitaita internal breakout structure. Kumbuka bado tupo kwenye ile overall move. Kwa hiyo ngoja tu niitoe kwanza, tu zoom out kidogo. Hii tayari iko protected, haitafikiwa. Kwa nini hapa kimetokea? Si deal tena na hii structure. Tayari nipo kwenye hii structure hiki hapa kwa sababu kimeshatengeneza new level. Na tukiangalia range kutoka hapa mpaka hapa tayari tuko kwenye premium. Kwa hiyo naweza nikapata sales hapa. Ninarudi tena hapa kwenye hii eneo hili. Kile eneo nini natafuta nini? Ninatafuta internal reversal breakout structure ili niweze kupata pattern yangu ya kuingia. Kwa maana sasa natafuta internal peak formation. Kwa maana nikiangalia hapa, hii iko juu, hii iko juu, hii iko juu. Hii hapa, hii level ndani ndio imetutengenezea reversal hapa. Kwa hii ndio internal reversal yangu ambayo ndio natafuta sasa pattern yangu ya kuweza kusell. Kwa naangalia hapa, je, kuna invalidation gani hapa? Kuna hii hapa. Nielewa, kuna hii hapa ambayo before we close kwa tumepata test ya kwanza, lakini tukizoom in sasa, hizi ni advanced, ni kwamba kwa kuna entry hapo. Upi tu moja nifanye hivyo. Lakini tukienda kwenye 1 hour, napenda mwisho kufikia tu 1 hour. Tukienda kwenye 1 hour, okay, ni hapo. Tukienda kwenye 1 hour tunaona kabisa imejichora vizuri zaidi. Kwa maana hii ambayo tuliiweka kama level yetu ndio hii hapa, inaonekana vizuri. Zile invalidation zetu, price tukiiweka hapo, ili test mara ya kwanza, ikaja ikatest mara ya pili, ngoma ikatembea hata pips 20 tu, ngoma itembea. Unaona kabisa there was no closure, yani ni zero drawdown, na price ikafanya the same. Kirudi sasa tena H4, hii tarehe ngapi? Hapa
Ukiangalia hapa kulikuwa kuna pattern nyingine, unagundua ya continuation ya hapo ya H4 ambayo entry yetu nyingine ilikuwa hapo. Yani ukishazielewa hizi pattern, trading ni rahisi sana, na yenyewe pip drawdown ya pips 4 drawdown, ngome ikatembea, tukapata closure tena hapa, tukapata closure hapa, internal closure, internal break of structure, ambayo hii internal break of structure ndio tukatafuta pattern yetu hapa, na pattern yetu hapa hii ilikuwa invalidation ya kwanza, lakini kwa sababu ya hii hivyo close chini tukatupatia structure hapo, kwa hiyo ikatupatia new invalidation hapo ya H4 bila hata wasiwasi. Piga entry yako hapo, na mimi nilichukuliwa. Okay, hii haikuchukuliwa. Kwenye H1 nadhani ndio ilibebwa, kwa sababu ninasema hivyo kwa sababu hii entry mimi niliingia, maana uhakika hii entry niliingia kwa sababu ya hii pattern ilikuwa ya H4, mimi niliingilia ya H1, niliingia kwenye H1 ambayo kama ukiona moja kwa moja ngome ilicheza na haikurudi tena. Kwa hiyo yote ni hizo zilikuwa ni counter, lakini nikirudi kwenye daily time frame ninajua kabisa ilipofika pale nikawa nimetoka, kwa sababu niliona fair value gap hiyo niletea hapa, ambayo inatafuta hii actually hapa. Kwa hiyo mimi niliingia tarehe 13 Novemba. Mimi niliingia na hii pattern hii, sisi hapa sikuingia, niliingia na hii, nimetembea nayo mpaka huku chini. Kwa hiyo the moment nilivyoona hii shift imetokea hapa, maana ni internal reversal, nikatoka, na kulikuwa tuna buy setup nyingine ambayo ilionekana vizuri kwenye H1 vizuri kabisa hapa. Hapa shift ilitokea, pattern entry yetu ilikuwa hapo, kwa tunaingia tu hapo, tunaingia tu hapo vizuri kabisa mpaka sasa hivi tulipo. Tunasubiri tu tuone itaenda mpaka wapi. Sasa hiyo ni analysis tu haraka haraka kwa dakika kama 20, ili tujue tu kwenye market unafanya nini. Kwa hiyo kuna pairs ambazo tunazitazama, kuna zingine nimeziwekea pending order kuangalia nini kitatokea, lakini all in all ni kujua kutumia time frame zako vizuri, and the rest kila mtu anajua kutrade, as long as you have the right information. Kwa hiyo muda wote huu katika deal umeona tuna deal hizi sales zote hizi sio za overall, bado tuko bullish. Kwa hiyo zote ni counter bullish. Sasa itakuja mpaka hii ya daily iwe mitigated price. Sasa ikija sijui itafanya nini hapa, labda itakuja mpaka huku, ikija hapa ndo tunaanza kutafuta buys, au ita break tena chini mpaka huku za weekly na za monthly. So kwa ufupi hiyo tu ni multi time frame analysis kwa pair mbalimbali, sio lazima ukalili pair moja. Ukishajua kupiga teke, na kisha unajua kupiga teke mara 1000 kuliko kupiga teke moja kwa maadui 1000. Piga teke moja mara 1000 ili adui yote akija anapata mkomoto wa kweli, kuliko kujua teke moja alafu kuna maadui 1000 wengine watalikwepa. Maana yake
hujui kulipiga teke vizuri. Bora ukalili teke vizuri mara 1000 ili adui yote akija anakipata cha ukweli.